Umoja wa Ulaya umekuja na matakwa yasiyokubalika katika kumaliza vita kati ya Urusi na Ukraine. Hii ni kauli iliyotolewa na Kremlin. Viongozi wa Ulaya Magharibi kwa mara wanatoa mapendekezo ambayo hayakubaliki kwa Urusi. Hii ni kauli iliyotolewa na msaidizi wa rais Yuri Ushakov. Viongozi hao wa Ulaya wanatatiza juhudi za Urusi na Marekani za kufikia suluhu kuhusu mzozo wa Ukraine kwa kutoa matakwa yasiyokubalika. Msaidizi wa rais Yuri Ushakov aliongeza. Ushakov alisema kuwa Urusi imekuwa ikifanya maendeleo katika mazungumzo na Marekani kufuatia mkutano wa saa 5 wa wiki hii huko Kremlin kati ya Rais Vladimir Putin na mjumbe wa Marekani Steve Witkoff na Jared Kushner, mkwe wa Trump. Aliongeza kuwa Moscow inatiwa moyo na tayari kuendelea kufanya kazi na timu hii ya Marekani na kwamba majadiliano yamekuwa ya manufaa sana, yenye kujenga na muhimu sana, licha ya kwamba kuna mambo ambayo hawakukubaliana, lakini hayo yapo katika mipango ya maendeleo ya mazungumzo. Mataifa ya Ulaya hata hivyo yameripotiwa kuwa yamekuwa yakitaka Kiev kukataa mpango wowote na Moscow bila kupata dhamana ya usalama kutoka kwa Marekani, kulingana na Wall Street Journal. EU na Uingereza pia zimesisitiza kuchukua jukumu kubwa katika mchakato wa amani. Ushakov amesema viongozi wa Ulaya mara kwa mara wanatoa madai ambayo hayakubaliki kwa Moscow, akiongeza kuwa kwa upole wazungu hawasaidii kufikia suluhu kati ya Washington na Moscow juu ya masuala ya Ukraine ili tu vita viweze kukamilika. Hata hivyo amesema kwamba mipango ya watu wa Ulaya ni kuona vita vikiendelea na watu wakiendelea kuuawa. Na rais wa Urusi Vladimir Putin wakati akiwa nchini India amerejelea kauli yake aliyoizungumza akiwa Urusi kwamba Urusi itatumia nguvu ama diplomasia, lakini itahakikisha maeneo ya Donbas yanakuwa katika miliki yake, jambo ambalo wa Ukraine hasa utawala wa Rais Volodymyr Zelensky ambaye akiungana na watu wa Magharibi amepinga jambo hili. Maafisa wa Urusi wameshutumu wafuasi wa Kiev wa Ulaya kwa kuhujumu juhudi za amani. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov alisema mwezi uliopita kwamba Ulaya imejiondoa kwa ufanisi kutoka kwa mazungumzo kwa kufuta mara kwa mara mapendekezo tangu mwaka 2014 na hivi karibuni zaidi katika mwaka 2022. Aliongeza kuwa wawakilishi wa Ulaya wametumia nafasi zao kushawishi mchakato huo usiendelee. Mpatanishi wa Urusi Kirill Dmitriev pia amesema viongozi wa Ulaya wamejaribu kuishinikiza Washington na kuonya kwamba baadhi ya uingiliaji kati wao ni sawa na hujuma ya amani. Mapema wiki hii akitoa maoni yake juu ya matamshi yanayozidi kuwa ya kivita ya Umoja wa Ulaya na kukataa kwake mpango wa amani ulioandaliwa na Marekani, Rais Vladimir Putin aliishutumu kambi hiyo kwa kung'ang'ania ndoto ya kuiletea Urusi ushindi wa kimkakati, akisema kwamba EU haina ajenda ya amani na badala yake iko upande wa vita. Alionya kwamba wakati Urusi haina nia ya kupigana na NATO au EU, hali inaweza kuwa mbaya haraka ikiwa mataifa ya Magharibi yataanzisha vita dhidi ya Urusi. Mataifa ya Ulaya mara kadhaa yamekuwa yakitaja kwamba Urusi ipo katika mpango wa kuingia vitani na miongoni mwa mataifa katika Ulaya ama NATO, lakini rais wa Urusi sasa amesema kwamba yupo tayari kupambana na mataifa ya Ulaya licha ya kwamba taifa hilo halina mpango wa kuingia vitani, lakini endapo mataifa hayo yataamua kuingia vitani, Urusi itakuwa tayari kupambana. Rais Putin amesema kwamba nchi za Ulaya bado zinahitaji vita, zinaitengeneza Ukraine iwe Ukraine ambayo itaharibiwa, lakini mipango hii ni ya muda mrefu ya kutaka vita dhidi ya Urusi, vita ambavyo hawawezi kupambana na Urusi. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adamu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.